Tujifunze neno la Mungu pamoja kwa mahubiri yenye kichwa kelele ya Yoshua. Takribani miaka 3,500 iliyopita, Waisraeli walitoka Misri, nchi ya dhambi, na kuanza safari kuelekea Kanaani, nchi ya ahadi. Safari yao ya miaka 40 ilikuwa kipindi kirefu cha muda kilichojawa na aina mbalimbali za utakaso, lakini mwishowe, kama Mungu alivyokuwa ameahidi, waliingia Kanaani. Mungu aliwashinda watu wote walioishi Kanaani ili kuwapa watu wake hiyo nchi, akiwaruhusu waishinde. Katika mchakato wote, Mungu alikuwa pamoja na Waisraeli na ushindi wao ukakamilika bila ugumu wowote. Tunaweza kufuatilia safari yao katika kitabu cha Yoshua. Biblia inaandika kwamba Yoshua na Kalebu tu waliingia Kanaani kati ya watu 600,000 waliotoka Misri. Kulikuwa na kitu maalum kuwahusu. Hawakuwa na tumaini la Kanaani tu, bali pia walikuwa na imani katika ahadi ya Mungu. Je, hatupokei ahadi ya Mungu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni? Ufalme wa milele wa mbinguni unakaribia. Wakati wa safari ya miaka 40, Waisraeli walisema, je, si ingekuwa bora kwetu kuishi jangwani tu? Au si afadhali turudi kwenye siku tulipoishi Misri? Biblia inafafanua aina mbalimbali za watu. Katika enzi hii vile vile, kuna watu wengi wanaomwamini Mungu na kutumaini ufalme wa mbinguni, lakini wanashindwa na tamaa za kidunia, wakikumbuka kuhusu raha waliokuwa nayo zamani na kuupoteza ufalme wa milele wa mbinguni. Mungu alisema kwamba Yoshua na Kalebu walikuwa na nia tofauti. Kwa sababu hii, aliahidi kwamba hakika wataingia nchi ya Kanaani. Kwa njia hii, Mungu alitoa ahadi na kuitangaza. Leo watu wanajilinganisha na wengine kwa upumbavu, wakifikiri, mtu huyu anaishi maisha yenye kufurahisha sana, lakini vipi kuhusu mimi? Je, watoto wote wa Sayuni hawapokei mwongozo kutoka kwa Mungu ili kuingia katika ulimwengu mtukufu ambapo hakuna mtu mwingine yeyote anayeweza kuingia? Je, si anaandaa ufalme mtukufu wa mbinguni kwa ajili yetu? Tunapaswa kuwa na imani katika ahadi hii. Hatupaswi kamwe kuwa na mawazo sawa na wale walioangamizwa jangwani. Ninawaomba ninyi nyote mwe wale wanaoamua mwelekeo wetu katika enzi hii kupitia historia ya miaka 3,500 iliyopita. Katika Hesabu sura ya 13, wale wapelelezi walitumwa Kanaani na kuripoti mambo walioyachunguza. Walio wengi walieneza ripoti mbaya, lakini Yoshua na Kalebu hawakufanya hivyo. Walihakikisha kwamba ilikuwa ahadi iliyotolewa na Mungu na haitabadilika hata kidogo. Walisema, ulinzi wao umeondoka, lakini Bwana yupo pamoja nasi. Msiwaogope. Yoshua alipiga kelele gani? Tutawameza. Yoshua pia lazima alihisi hofu kuelekea Waanaki, wazao wa Majitu huko Kanaani. Yamkini hakuwa tofauti na wale wapelelezi wengine 10. Walakini tofauti ilikuwa katika hili. Ijapokuwa waliona mambo yale yale na kuhisi hofu ile ile, Yoshua na Kalebu walikuwa na Mungu akiishi mioyoni mwao, nao walikuwa na imani kamili katika ahadi ya Mungu.
Walakini wengine waliangalia hali zao, wakitupilia mbali ahadi za Mungu na kukazia tu juu ya matatizo katika ulimwengu wa kimwili. Hivyo walisema kwamba hawataweza kamwe kuwashambulia watu hao, wakihisi kama panzi machoni mwao wenyewe. Licha ya nchi walioahidiwa na Mungu, walipoteza imani yao katika Mungu, nao wakakatishwa tamaa. Historia inarudiwa katika wakati wetu. Kila mtu, tunapaswa kuwa watu wa aina gani? Je, tunapaswa kuwa kama Yoshua na Kalebu, tukiwa na imani katika nchi ambayo Mungu ameahidi kutupatia? Au tunapaswa kukata tamaa, tukifikiri wao ni kama wanadamu na sisi ni kama panzi? Katika enzi hii tupo kwenye njia panda. Tuko katika nafasi sawa kama wao. Ikiwa hatuna tumaini lenye nguvu la ufalme wa mbinguni, sisi pia tunaweza kufikiri, ningependa kujaribu hilo kama kila mtu mwingine, bila kufanya maandalizi yoyote kwa ajili ya imani yetu, tukiona matatizo mbalimbali tu. Matokeo yake, tunaweza kujiwekea vishawishi vingi. Hesabu sura ya 14 mstari wa 6. Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwa watu wale waliokwenda kuipeleleza nchi, wakararua nguo zao, wakasema na kusanyiko lote la Kiisraeli, wakawaambia, nchi tuliyopita katikati yake na kuipeleleza ni nzuri sana sana. Ikiwa Bwana anapendezwa nasi, atatuongoza kuingia katika nchi ile, nchi itiririkayo maziwa na asali, naye atatupa nchi hiyo. Ila tu msimwasi Bwana, wala msiwaogope watu wa nchi hiyo, kwa sababu tutawameza. Ulinzi wao umeondoka, lakini Bwana yupo pamoja nasi. Msiwaogope. Hii ilikuwa kelele ya Yoshua. Tutawameza. Ikiwa Bwana anapendezwa nasi, atatuongoza kuingia katika nchi ile, nchi itiririkayo maziwa na asali, naye atatupa nchi hiyo. Kwa njia hii, walipiga kelele kwamba haijalishi adui zao walikuwa na nguvu kiasi gani, haijalishi kadiri gani ngome zao zilionekana kuwa zisizoshindika, Mungu alikuwa ameahidi kuwapa Waisraeli hiyo nchi. Walikuwa na imani kamili katika ahadi ya Mungu. Na hawa wawili tu waliingia Kanaani. Miongoni mwa wanaume 600,000 wenye umri wa miaka 20 na zaidi waliotoka Misri, ni wawili tu walioingia nchi ya Kanaani. Mungu aliifanya historia hii miaka 3,500 iliyopita ili kutuamsha kwa imani kwamba wale tu ambao wana tumaini kamili katika ufalme wa mbinguni leo wanaweza kuingia humo, sivyo? 그런 믿음을 하나님께서 일깨워 주기 위해서 3,500년 전 역사를 만드신 것 아니겠습니까? Tunapoishi katika ulimwengu huu, tumezungukwa na mandhari za kustaajabisha, vivutio vinavyoshawishi na mitindo ya maisha inayovutia. Mambo haya yanaweza kuamsha udadisi wetu, kuchochea wivu na kuamsha hamu ya kuwa na kile ambacho wengine wanafurahia. Walakini lengo letu kuu lapaswa kuwa wapi? Njia tunayotembea inatuongoza kwenye Kanaani ya kiroho. Je, hatupo katika safari ya kwenda kwenye ufalme wa milele wa mbinguni? Shetani anaitikisa mioyo yetu kwa makumi ya maelfu ya vitu karibu nasi. Kila mtu lazima tukae macho. Badala ya kufikiri hili sio jambo kubwa, si kila mtu mwingine anafanya pia, tunapaswa kuamini kwamba maisha yetu ni tofauti na wengine. Tunapaswa kuungana katika kupiga kelele ambayo Yoshua alipiga wakati huo. Tutawameza.
Haikuwa kwa sababu Yoshua alikuwa na ujasiri mkubwa na mwenye fahari katika kuhamasisha jeshi ndipo alipopiga kelele hii. Alisadiki kwamba licha ya mapungufu yake, Kanaani hakika itakuwa ya Waisraeli kwa sababu Mungu alikuwa ameahidi kuwapa. Ndivyo ilivyo na ufalme wa mbinguni. Tunapokuwa na imani kamili katika ufalme wa mbinguni na kuamini kwa uthabiti ahadi za Mungu, tunaweza kushinda majaribu mbalimbali. La sivyo, tutauangalia ulimwengu tukifikiri mtu huyo anaishi kwa njia hiyo na mtu huyu anaishi hivi. Mwanzoni mambo ya ufalme wa mbinguni yalipewa kipaumbele kwanza, kisha yanakuwa ya pili, ya tatu na kadhalika. Hivi ndivyo Waisraeli walivyoisujudia ile ndama ya dhahabu na walishawishiwa na wanawake wa Moabu. Tunahitaji kuelewa kwa nini Mungu aliandika historia hii ya kusikitisha katika Biblia. Katika enzi hii, bila imani kamili katika ahadi ya Mungu kama Yoshua na Kalebu katika safari ya kwenda Kanaani ya mbinguni, tutaangamizwa kwa sababu mbalimbali kama wao. Ufalme wa milele wa mbinguni unakaribia. Haikuwa kwa sababu Yoshua aliwadharau watu hao ndipo akasema, tutawameza, lakini kwa sababu ahadi ya Mungu ilitiwa moyoni mwa Yoshua. Yoshua aliamini kwamba haijalishi adui yake ni mkubwa kiasi gani, ataishinda hiyo nchi kwa sababu ilikuwa ahadi ya Mungu. Na hivyo aliweza kuingia Yeriko na ushindi ukaendelea bila matatizo. Leo kupitia kichwa cha mahubiri, kelele ya Yoshua, hebu tuziamshe nafsi zetu. Hata kama si miaka 40 bali miaka 400 inapita, imani yetu lazima ibaki bila kubadilika. Pia kwa neema Mungu aliandika hadithi kuhusu Kalebu katika Biblia. Ilikuwa baada ya safari ya miaka 40 jangwani na kuiteka Kanaani, hivyo takribani miaka 45 ilikuwa imepita. Kwa kuwa alikuwa na umri wa miaka 40 alipoitwa kuipeleleza Kanaani. Wakati huo alikuwa na umri wa miaka 85. Hata hivyo, imani yake katika ahadi ya Mungu ilikuwa haijabadilika. Hivyo akaomba eneo lililo gumu zaidi la milimani kwa ajili yake. Wanaki, jamii ya Majitu, walikuwa wakiishi katika eneo hilo. Kabila lililojulikana kwa kimo chao na nguvu kubwa mno lilikuwepo hapo. Lakini huyu mzee wa miaka 85 akasema, basi nipe nchi hii ya vilima, nitawafukuza watoke huko. Wengine walikuwa tayari wameridhika na kumfanya Yoshua kufadhaika, na hivyo akawahimiza. Je, mtasubiri hata lini ili kuingia kumiliki nchi ambayo Bwana Mungu wa baba zenu amewapa? Je, hili halijaandikwa katika Yoshua 18? Katika enzi hii vile vile lazima tuwe na imani sawa na Kalebu na Yoshua. Kama vile Mungu alivyowaahidi Kanaani, ametuahidi ufalme wa mbinguni. Kupata mahali ambapo Mungu aliahidi, Kalebu aliendelea bila kuchoka hata akiwa na umri wa miaka 85. Akienda kwa ujasiri katika maeneo ambayo wengine waliogopa sana kuyakaribia. Alisema kwa kuwa ilikuwa nchi ya ahadi,
Hata kama wenyeji wangekuwa wakubwa kuliko Waanaki, hakika atawafukuza. Hebu tufikiri kuhusu historia ya Kalebu ambaye aliendelea na imani katika ahadi ya Mungu. Mungu alisema kwamba roho ya imani ya Kalebu ilikuwa haiwezi kulinganishwa na roho ya wengine. Kwa hiyo Mungu aliwapa Yoshua na Kalebu sifa maalum na kuwaruhusu wao tu kuingia Kanaani. Katika Hesabu sura ya 14 imeandikwa, kwa sababu tutawameza. Ni mstari wa 9. Ulinzi wao umeondoka, lakini Bwana yupo pamoja nasi. Msiwaogope. Hii ilikuwa kelele ya Yoshua. Watu hawa wawili wakawa kielelezo cha nani aliyeweza kuingia Kanaani. Pia tuangalie jinsi Mungu alivyomtathmini Kalebu. Hesabu sura ya 14 mstari wa 20. Bwana akajibu, nimewasamehe kama ulivyoomba. Hata hivyo, kwa hakika kama niishivyo, na kwa hakika kama utukufu wa Bwana uijazavyo dunia yote, hakuna hata mmoja wa watu hawa ambao waliona utukufu wangu na ishara za miujiza niliyotenda huko Misri na huko jangwani, lakini ambaye hakunitii na akanijaribu mara hizi 10, hakuna hata mmoja wao atakayeona nchi niliyowaahidi baba zao kwa kiapo. Hakuna hata mmoja ambaye amenidharau atakayeiona. Lakini kwa sababu mtumishi wangu Kalebu ana nini? Ana roho ya tofauti. Mungu alisema kwamba imani yake ilikuwa tofauti na ile ya wale walioanguka. Katika Biblia ya Kiingereza inasema alikuwa na roho tofauti. Roho yake ya imani ilikuwa tofauti na ile ya wale waliopotoka na kuanguka. Lakini kwa sababu mtumishi wangu Kalebu ana roho ya tofauti na ananifuata kwa moyo wote, nitamwingiza katika nchi aliyoiendea, nao wazao wake watairithi. Kila mtu, Yoshua na Kalebu, waliingia Kanaani itiririkayo maziwa na asali. Hatupaswi kuliona hili kama tukio la kihistoria tu. Badala yake, kuingia katika ufalme wa milele wa mbinguni, lazima tuwe na imani kamili katika ahadi ya Mungu kama Yoshua na Kalebu. Vipi kama hatuna imani kama hiyo? Tungesema watu ulimwenguni wanaishi hivi. Unapoangalia maisha ya watu katika dunia hii, mji wa makimbilio, wote wako katika maumivu. Yote yamefungwa vizuri tu. Hayo ni sehemu kubwa ya maisha ya watu. Kwa hiyo Mungu hutazama maisha ya wanadamu kwa huruma. Je, hajatuandalia ulimwengu ambapo mauti, maombolezo wala huzuni haitakuwapo tena, bali shangwe inayofurika? Kama vile alivyoiandaa Kanaani itiririkayo maziwa na asali kwa ajili ya Waisraeli, anaandaa ufalme wa mbinguni kwa ajili yetu. Pia tuangalie Hesabu sura ya 14 mstari wa 30. Tuchunguze kwa nini Mungu aliwachagua Yoshua na Kalebu kuingia Kanaani. Kwa njia hii, tunaweza kuwa wale wanaomkaribia Mungu kwa imani kama hiyo na tumaini kama hilo. Sura ya 14 mstari wa 30. Hakuna hata mmoja wenu atakayeingia katika nchi niliyowapa kwa mkono ulioinuliwa kuwa makao yenu, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Tunapofikiria kile Yoshua na Kalebu walifanya vizuri, hawakukatia tamaa kamwe tumaini la Kanaani, hata kwa kitambo kidogo, na walikuwa na tumaini kamili katika ahadi za Mungu. Kwa kuweka tumaini lao lote katika mustakabali wao, waliweza kushinda Kanaani. Tuendelee na Yoshua sura ya 18.
Yoshua sura ya 18 mstari wa 3. Hivyo Yoshua akawaambia Waisraeli, je, mtasubiri hata lini ili kuingia kumiliki nchi ambayo Bwana Mungu wa baba zenu amewapa? Ilitafsiriwa katika tafsiri nyingine kama, je, mtasubiri hata lini ili kuanza kuiteka nchi? Mungu tayari aliahidi kuwapa Waisraeli Kanaani, sivyo? Kwa kuwa Mungu alikuwa tayari ameahidi, misheni yao ilikuwa kwenda na kuimiliki. Walakini yale makabila 7 yalisitasita. Walisita kuhama. Yoshua alifadhaika kwa sababu walikawia kuiteka hiyo nchi. Hivyo akasema, je, mtasubiri hata lini ili kuingia kumiliki nchi? Kwa upande mwingine, Kalebu hakuwa kama wao. Kwa nini Mungu aliwaruhusu Yoshua na Kalebu waingie Kanaani? Tuangalie Yoshua sura ya 14 mstari wa 6. Kisha watu wa Yuda wakamwendea Yoshua huko Gilgali, naye Kalebu mwana wa Yefune yule Mkenizi akamwambia, unajua jambo ambalo Bwana alimwambia Mose mtu wa Mungu huko Kadesh Barnea kukuhusu wewe na mimi. Nilikuwa na umri wa miaka 40 wakati Mose mtumishi wa Bwana aliponituma kutoka Kadesh Barnea kuipeleleza hiyo nchi. Nami nikamletea taarifa kama kulingana na nilivyosadiki moyoni. Lakini ndugu zangu tuliopanda nao waliifanya mioyo ya watu iyeyuke kwa hofu, bali mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa moyo wote. Hivyo katika siku ile Mose akaniapia, nchi ambayo umeikanyaga kwa miguu yako itakuwa urithi wako na wa watoto wako milele, kwa sababu umemfuata Bwana Mungu wangu kwa moyo wote. Sasa basi, kama vile Bwana alivyoahidi, ameniweka hai kwa miaka 45 tangu wakati alipomwambia Mose jambo hili, wakati Waisraeli wakiwa wanazunguka jangwani. Hivyo mimi hapa leo nina umri wa miaka 85. Bado ninazo nguvu kama siku ile Mose aliponituma. Bado ninazo nguvu za kwenda vitani sasa kama vile nilivyokuwa wakati ule. Basi nipe nchi hii ya vilima ambayo Bwana aliniahidi siku ile. Wewe mwenyewe ulisikia wakati ule kwamba Waanaki walikuwako huko na miji yao ilikuwa mikubwa na yenye maboma, lakini kwa msaada wa Bwana nitawafukuza watoke huko kama vile alivyonena. Ingawa Kalebu alikuwa na umri wa miaka 85, aliomba nchi ya Hebroni. Ilikuwa mkoa ambapo makabila yenye nguvu zaidi yaliishi. Aliamini kwamba Mungu atakuwa pamoja naye kwa kuwa nchi hiyo pia ilikuwa nchi ya ahadi. Wakati wengine wakisitasita, Kalebu akiwa na umri wa miaka 85, bila kudhoofika katika imani yake, alimkaribia Yoshua na kumwomba ampe hiyo nchi Mungu akimruhusu. Hili liliwezekana kwa sababu aliamini kwamba Kanaani ilikuwa tayari imeahidiwa na Mungu kwa Waisraeli. Na hivyo, Mungu atamsaidia kuwafukuza hata watu wenye nguvu zaidi. Tukiangalia hili, tunaweza kuona kwamba alikuwa na roho tofauti ya imani ikilinganishwa na wengine. Siku zote Kalebu alishiriki katika kazi ya kuiteka hiyo nchi, kwa imani kwamba hata mtoto mdogo angeweza kuishinda kwa kuwa ilikuwa nchi ya ahadi. Kwa upande mwingine, wengine walisita wakihisi hofu kwa sababu maadui walionekana kuwa na nguvu zaidi kuliko wao. Lazima Yoshua alifadhaika kiasi gani? Ijapokuwa walikuwa wameshinda nchi nyingi sana hadi siku hiyo, walikuwa wakisitasita kusonga mbele ili kuiteka hiyo nchi.
Ilikuwa kwa sababu hawakuwa na imani kamili katika ahadi za Mungu. Kanaani ya milele ya mbinguni inakaribia. Nani anaweza kuingia ufalme huo wa milele wa mbinguni? Kupitia hadithi ya Yoshua na Kalebu, Mungu anaturuhusu tuwe na imani kumtazama kabisa, kumtumaini yeye, na kamwe tusipoteze imani katika ahadi zake. Tafadhali msikazie ulimwengu huu tu. Ninawaomba muwe na imani inayowahakikishia furaha na baraka za milele katika ulimwengu mtukufu ambapo hakuna mauti wala maombolezo tena. Tuangalie Yoshua sura ya 1. Tuone mstari wa 1 hadi wa 9. Baada ya kifo cha Mose mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, msaidizi wa Mose, mtumishi wangu Mose amekufa. Sasa basi, wewe pamoja na watu wote hawa jiandaeni kuvuka huu mto Yordani kuingia nchi ambayo karibu nitawapa wana wa Israeli. Kila mahali nyayo za miguu yenu zitakapokanyaga nimewapa, kama vile nilivyomwahidi Mose. Hii ilikuwa ahadi ya Mungu. Kila mahali nyayo za miguu yenu zitakapokanyaga nimewapa. Mungu aliahidi mara kwa mara kuwapa, haijalishi wenyeji wake wana nguvu kiasi gani. Mstari wa 4. Nchi yenu itaenea kuanzia jangwa hili hadi Lebanoni, tena kuanzia mto mkubwa wa Frati, yaani nchi yote ya Wahiti, hadi bahari ile kubwa iliyoko upande wa magharibi. Hakuna mtu yeyote atakayeweza kushindana na wewe siku zote za maisha yako. Kama vile nilivyokuwa pamoja na Mose, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe, sitakuacha wala sitakupungukia. Uwe hodari na shujaa, kwa sababu wewe ndiwe utakayewaongoza watu hawa kuirithi nchi niliyowaapia baba zao kuwapa. Kwa njia hii, Mungu alimhakikishia nchi ya Kanaani, naye akatimiza ahadi yake kulingana na neno lake. Jeshi la Israeli lilipokuwa dhaifu, alituma mvua ya mawe kuwashinda adui zao. Siku zote Mungu alikuwa amemsaidia kwa lolote alilofanya. Sisi pia lazima tupate uzoefu na tutambue kwamba siku zote Mungu hutusaidia. Kama vile Yoshua na Kalebu waliweka tumaini lao kamili katika Kanaani na kushikilia imani katika hilo, sisi pia tunapaswa kujitahidi kuwa kama wao ili kwamba tuweze kutambuliwa kwa kuwa na roho ya imani ambayo ni tofauti na wengine. Tuendelee kuangalia mstari wa 6. Uwe hodari na shujaa, kwa sababu wewe ndiwe utakayewaongoza watu hawa kuirithi nchi niliyowaapia baba zao kuwapa. Mstari wa 7. Uwe hodari na uwe na ushujaa mwingi. Uwe na bidii kutii sheria yote aliyokupa Mose mtumishi wangu. Usiache kwa kugeuka kuelekea kuume au kushoto, ili upate kufanikiwa popote uendako. Usiache kitabu hiki cha sheria kiondoke kinywani mwako. Yatafakari maneno yake usiku na mchana, ili upate kuwa mwangalifu kufanya kila kitu sawasawa na yote yaliyoandikwa ndani yake. Ndipo utakapofanikiwa na kisha utastawi. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na shujaa. Usihofu wala usivunjike moyo, kwa kuwa Bwana Mungu wako atakuwa pamoja nawe kokote uendako. Hii ndiyo injili yetu, mahali ambapo Mungu hutusaidia daima. Tunapochunguza kila hatua ya injili, ni Mungu daima anatufungulia njia. Fikiri kuhusu jinsi Mungu alivyoandaa njia kwa ajili ya Koreshi. Mungu alifungua milango mbele yake ili kwamba malango yasifungwe na kukata mapingo ya chuma, hivyo kufanyiza hali iliyompa Koreshi ushindi.
Vivyo hivyo leo, ikiwa tuna imani katika ahadi za Mungu kama Yeshua aliyepaza sauti, tutawameza. Tunaweza kuwa Yeshua. Kila mtu anaweza kuwa Kalebu. Kwa imani thabiti, hebu tusiupoteze ufalme wa mbinguni hata kwa kitambo kidogo. Wale waendao mbinguni wana furaha kiasi gani? Ikiwa tuna imani thabiti mbinguni, tutakuwa na shangwe kiasi gani? Leo nimekuja karibu na ufalme wa mbinguni kwa siku moja. Tangu nilipokutana na Mungu, amefungua njia hii tukufu kuelekea nchi yangu ya nyumbani ya mbinguni. Waisraeli walivumilia maisha yao magumu kwa miaka 40, lakini hata kama miaka 400 ingepita, sitakata tamaa kamwe. Kwa imani hii, tunapaswa kuwa Yeshua katika enzi hii, tukiuendeleza ufalme wa mbinguni. Je, kuna sheria kwamba wanaume tu wanaweza kuwa na roho ya Yeshua? Dada zetu wanaweza pia kuwa Yeshua katika enzi hii. Ni lazima tuwe na roho ya Yeshua na Kalebu ambao walitambuliwa na Mungu, na kamwe tusidanganywe na ufisadi wa ulimwengu huu. Itakuwa chanzo cha majuto na itakuwa ngumu sana. Njia tunayopitia inatuongoza kwenye Kanaani ya mbinguni. Hebu tusilisahau hili kamwe, bali tujikumbushe mtazamo huu ili tuweze kuandaa mafuta mengi ya imani kwa ajili ya siku Baba atakayokuja. Na tuwe kama wale wanawali 5 wenye busara wanaomkaribisha bwana arusi kwa imani kama hiyo. Katika nyakati hizi tunahitaji kelele ya Yeshua. Tunahitaji imani kama ya Yeshua na Kalebu. Nikitumaini kwamba hakuna hata mmoja wa wanafamilia wetu wa mbinguni atakayepoteza tumaini lake la mbinguni, na kwamba sote tutakaribishwa kwa wingi katika ulimwengu wa ahadi. Ningependa kuhitimisha mahubiri. Asanteni sana.